Nilikuwa namsikiliza mmoja, kila siku anabadilisha kauli. Siku hii KKT wanataka kufanya hivi. Mimi niwaambieni, nchi yetu hii, utaratibu wa kupata viongozi wakuu wa nchi ni kupitia vyama vya siasa. Hatujawahi kusimamisha wagombea wa madhehebu. Tunatumia vyama vya siasa, ndivyo katiba inavyosema. Ni mwaka gani kuna dhehebu liliwahi kusimamisha mgombea? Ukisikia kauli hizo, ni kauli za vibaraka ambao wako kazini, wanataka kutuletea migawanyiko ya kidini. Mwaka gani tumewahi kuona dhehebu limesimamisha mgombea? Wagombea wanasimamishwa na vyama vya siasa. Ndio, wagombea husimamishwa na vyama vya siasa. Vyama vya siasa vilivyosajiliwa kikatiba. Na miaka yote tangu tuanze, na Mwalimu Nyerere alisema hili, hatujawahi kusimamisha mtu asiye na dini. Sasa ya mambo ya madhehebu mwaka huu yanaanzia wapi, kama si kazi za vibaraka walioko kazini? Mambo ya kipumbavu, tunapotezeana muda. KKT. Lini dhehebu limewahi kuwa na mgombea? Sisi tuna vyama vya siasa. Ndio. Na katiba inasema vyama vya siasa ndio vitasimamisha wagombea. Na vibaraka wenyewe wanaoongea hayo hata sio wana CCM. Si waongea vyama vyao huko. Kama kwenye vyama vyao wanasimamishaga kupitia madhehebu, ni huko. Mimi nilishakuwa naibu katibu mkuu wa chama hiki. Najua mambo ya viongozi ndani ya chama chetu yanatumia chama cha siasa. Na hata nchi yetu inao vibaraka, wako wengi tu. Vibaraka wa aina hiyo wapo wengi na wako kazini. Na maisha yao wanaendesha kwa kulipwa hivyo hivyo. Wakati ninyi mnavuja jasho kutafuta kipato halali cha maisha yenu na kuiendeleza nchi. Lakini wapo vibaraka ambao wao maisha yao wanatunzwa. Na kazi maalum wanazofanya ni hizi za kuharibu amani katika nchi. Wapo. Na hata tunavyoongea hivi wapo. Wako kazini.